hukumu inayoendelea. Kwanza vijana mpaka wazee wanapimwa katika hii hukumu. Vijana mpaka wazee wanapimwa kwenye hukumu inayoanza kwa mujibu wa malaika wa kwanza. Kwa hivyo si muda wa kucheza na dhambi, hata kama ni dakika moja. Ukijua umekosea, ni budi uweze kupiga magoti na kumwomba Mungu msamaha mara moja, kwa sababu ni kipindi cha lala salama kabisa kabisa. Hata shetani hana kabisa wa kupiga naye stori, na kwa sababu anajua na wakati mchache. Dunia imeandikiwa ole, nenda Ufunuo. Dunia imeandikiwa ole kwa sababu shetani ametupwa hapa, na alivyotupwa anajua ana muda kidogo sana. Kwa hivyo kwa sababu ana muda kidogo, hana muda wa mtu kupiga naye stori, na kila dakika anatumia aongeze mawimbi. 12 soma. Alafu tufunge na ujumbe wa malaika wa kwanza wa tatu baada ya kusoma wa malaika wa pili. Soma tusikize. Aya 12 naisoma kama ilivyoandikwa kabisa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na nini na bahari. Kwa nini? Maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo kumbe shetani anajua ana wakati mchache. Wakati huo wewe unategemea kesho uamke, baadaye ufanye biashara fulani, baadaye hivi. Lakini shetani hana muda unaoweza wewe ukakaa kijiweni ukasema napoteza muda. Yeye huo hana muda utakaosema unapoteza, ndio anaoutumia. Nenda kasome habari za Daudi. Muda ambapo yeye alisema apumzike, ndipo muda ambapo alijaribiwa na kuingia kwa mke wa Uria. Hakuna muda wa kupiga stori katika roho, hakuna muda wa kupoteza. Shetani anajua na muda mchache, kwa sababu hukumu inawekwa, majina kukubalika na majina kukataliwa, hukumu ya upelelezi. Malaika wa pili akaja akatoa ujumbe wake. Alipokuja kutoa ujumbe, amesema umeanguka Babeli. Amewaambia mpaka makanisa yote yaliyokuwa kwanza amekataa habari za ujio wa Yesu, kwa sababu wakati ujumbe wa kwanza unapigwa ulikuwa ni wakati wa vuguvugu la Yesu kuja, chini ya mtumishi wa Bwana anaitwa William Miller. Ni vile kuna watu hawajasoma habari zake nzuri, ni kama wanamshukuru, lakini ni Mungu alikuwa ameongoza habari hizo. Sasa wakati akisema ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili, wale waliokataa ujio wa Bwana mapema. Hata leo katika wale wanaokataa Yesu harudi katika mwili, maana kuna wale tumekwisha kusema nao mara kadhaa, anasema Yesu ashakuja, Yesu yuko moyoni, kwa hivyo haji tena. Wewe hiyo naye alikwambia Yesu anakuja na kila jicho litamuona kabisa, akija hivi mawinguni. Na akija, wale waliokataa ndio ambao waliitwa kwanza Babeli ulianguka. Leo katika makanisa yote tulisoma aya tukasoma mpaka pambano kuu kwa Wasabato. Makanisa yote ambayo yamekataa ukweli wa sasa na ujio wa Kristo, Sabato yake na amri, lakini vile vile kunywa katika kikombe cha huyu mwanamke, yanatumiwa sawasawa kama Babeli. Kama Babeli. Kwa hivyo kuna kahaba na kuna Babeli. Huyu mama ni mama wa kahaba. Na hivyo utume sasa wa malaika watatu ukaja ukafuata, ukasema ole yule yeyote atakayechukua ama kupata sanamu ya mnyama, pia kupewa alama ya mnyama. Alama ya mnyama tulieleza kwa mapana. Mungu ametoa Sabato yake, alivyotoa Sabato ya kwake, mnyama naye ama Rumi. Hiyo tumekwisha kueleza na hatuna haja ya kufumba maji. Rumi ambayo ni Catholic leo, kwanzia iliposimamisha siku yake ya ibada, wale wote wanasali Jumapili ni watoto tu wa Roman Catholic, ni vile hawajui mama yao. Sasa baada ya hapo wanakuja kuelekezwa habari, Mungu akiwaeleza warudi katika kweli yake, warudi katika Sabato yake, warudi katika amri zote 10 Mungu alizoeleza. Malaika huyu watatu ndio unaona Mungu anaeleza katika ujumbe wa malaika mwingine wa Ufunuo 18, anasema
tokeni kwake enyi watu wangu. Ukisikia kwake ni katika Roman Catholic ama Babeli iliyokuwa imetajwa, na ukisikia kwake manake utoke kwake pamoja na wale wako hapo makahaba wake ama watoto wake ambao yeye ni mama makahaba.